Tatizo la mwanaume kuzalisha mbegu chache ni tatizo kwa sasa linazidi kuongezeka. Wahanga nao pia ni wengi, kwa maana kwamba utakuta ndoa nyingi zinaangalia utafuta mtoto, japo mara nyingi habari ya mwanaume kuwa kisababishi huwa tunaanza kwanza kumtumu mwanamke. Swali ambalo wengi wanaume wanabaki najiuliza kwamba ni vitu gani ambavyo vinaathiri uzalishaji wa mbegu, ni vitu gani ambavyo vinapelekea mbegu kuwa chache. Ni swali la wahanga wengi ambao wanakuta wanauliza. Video ya leo tunaangazia sababu ambazo zinapelekea mwanaume kuzalisha mbegu chache ambazo zinafikia pahala ambapo haziwezi kutosheza kumpa mimba mwanamke. Basi stay connected mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Nitakufahamisha sababu kadhaa ambazo zinapelekea mwanaume kuzalisha mbegu chache. Ni Emmanuel Mpale, Nutrition Specialist. Bila kupoteza muda, tuanze kama ifuatavyo. Tatizo la kuzalisha mbegu chache kwa mwanaume ambalo tunaita kwamba ni oligospermia ni tatizo ambalo kwa sasa linaongezeka, na vitu ambavyo vinachochea uzalishaji huu mdogo wa mbegu kwa upande wa mwanaume vipo katika makundi mawili. Kuna vitu ambavyo vinahusiana na mtindo mbovu wa maisha, lakini cha pili ni habari za magonjwa na matumizi ya dawa, kwa maana kwamba hizo ni medical condition. Sasa makundi haya mawili, tuanze kuangazia kundi la kwanza ambalo ni mtindo mbovu wa maisha. Vitu vifuatavyo kwa masuala mtindo mbovu wa maisha vinapelekea uzalishaji mdogo sana wa mbegu za kiume kwa upande wa mwanaume. Kitu cha kwanza kabisa ambacho ni mtuhumiwa wa kwanza ni uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara, wanaume ambao wanavuta sigara, kuna uwezekano ukaathiri uzalishaji wa mbegu, kwa sababu uvutaji wa sigara huwa unaathiri uzalishaji wa homoni ya kiume ambayo ni testosterone, ambapo homoni hii kazi yake licha kuwa ina kazi nyingi, lakini kazi yake pia ni kusaidia uzalishaji wa mbegu za kiume kwenye korodani ya mwanaume. Kwa hiyo wavutaji wako hatarini kukumbwa na changamoto hii ya uhaba ama uzalishaji mdogo sana wa mbegu za kiume. Hiyo ni kitu cha kwanza. Cha pili ni unywaji wa pombe. Unywaji wa pombe kupindukia nao pia unapelekea uzalishaji mdogo wa homoni za kiume ambazo ni testosterone, ambazo tunafahamu kabisa kazi yake pia inasaidia uzalishaji wa mbegu za kiume kwenye korodani. Unapokuwa unazalisha homoni chache za kiume, hakuna namna ambavyo unaweza kuzalisha mbegu nyingi za kiume. Kwa hiyo wahanga wa pili hapa, ama kisababishi cha pili hapa ambacho kinaathiri uzalishaji wa mbegu za kiume ni kunywa pombe kupindukia. Hiki ni kitu cha pili. Lakini kitu cha tatu ni matumizi ya dawa za kulevya kama marijuana na dawa nyingine za kulevya. Hakika hili nao pia inapelekea uzalishaji mdogo wa mbegu za kiume. Kuna namna kadhaa ambayo inaweza kupelekea, ambapo pia inaathiri homoni za kiume, testosterone, lakini pia matumizi ya dawa hizi huwa yanahusika na masuala kusababisha masuala ya inflammation, pia mioto kwenye sehemu za korodani, ambazo pia inaathiri masuala ya uzalishaji wa mbegu za kiume. Hii ni kitu cha tatu. Kitu cha nne na cha mwisho ni habari za ulaji. Ulaji wa vyakula ambavyo vimekobolewa, sembe, si masuala ngano ambayo imekobolewa, ulaji wa mayai ya kisasa haya na vitu vya kisasa, maziwa si ya kisasa, unywaji wa vinywaji hivi kutoka viwandani ambavyo vimesindikwa sana, na ulaji wa nyama kupindukia, hususan nyama nyekundu, nyama za kusindikwa, hivi vinapelekea uzalishwaji mdogo wa mbegu za kiume. Namna gani? Namna ya kwanza ni kupitia kwa athiri uzalishaji wa homoni ya kiume, kwa maana kwamba inasababisha homoni za kiume kuwa chache. Pili ni kwamba ulaji huu wa vyakula hivi unasababisha vitu kama inflammation, ambayo ni mioto ambayo inatokea sehemu mbalimbali za mwili kwa vyakula hivi, hususan kwenye upande wa korodani. Mioto hiyo huwa inatokea kwa sababu ya ulaji wa vyakula hivi, ambao pia inapelekea uzalishaji mdogo wa hizi mbegu za kiume. Kwa hiyo kwa tafasiri hiyo, katika mfumo wa mtindo mbovu wa maisha, mambo hayo manne yanapelekea uzalishaji mdogo sana wa mbegu za kiume: uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe, matumizi ya madawa ya kulevya hayo, kuna masuala ya vyakula vibovu ambavyo nimevitaja hapo. Hii ilikuwa ni kundi la kwanza. Kitu cha pili au kundi la pili ambalo nimesema ni habari za magonjwa.
Kwenye kundi hili ambayo nazungumza medical condition za mhusika au mwanaume, ni kwamba kuna vitu kadhaa vinaweza kupelekea wewe kuzalisha mbegu chache. Moja ni kuugua kwa muda mrefu sana magonjwa ambayo ni ambukizi, hususan magonjwa haya ya ambayo yanaambukizwa kwa njia ya zinaa kama kaswende, gonorea, na akakushambulia kweli kweli. Kuna uwezekano ikapelekea wewe ukazalisha mbegu chache, ama wakati mwingine siweze kuzalisha tu mbegu kabisa. Magonjwa haya, hizi infectious disease ambazo masuala ya STI, sexually transmitted disease, ni kwamba zinaweza kupelekea wewe ukazalisha mbegu chache. Cha pili hapa ni mpanguko wa hormonal imbalance. Kwa maana kwamba homoni za kiume kama haziko sawa, hizo ziko chini na homoni nyingine, kuna uwezekano zikaathiri uzalishaji wa mbegu za kiume, hivyo kufanya wewe kushindwa kuweza kumpatia mwanamke mimba. Kwa hiyo hii nayo pia ni sababu ya pili ambayo inapelekea mwanaume kuwa na mbegu chache. Cha tatu hapa ni matumizi ya baadhi ya dawa, hususan kwa wale ambao wanatumia dawa kama dawa kwa ajili kutibu masuala ya anxiety, masuala ya depression, wale ambao kwenye matibabu ya saratani, matibabu kama masuala ya cancer. Hawa wanaume kuna uwezekano wakawa na tatizo la upungufu wa mbegu za kiume au kama wanazalisha mbegu chache. Kwa hiyo inapotokea mwanaume una changamoto hiyo ya mbegu, ya uzalishaji wa mbegu za kutosha, lazima uweze kuzungumza vizuri na daktari, uweze kuangalia kama kuna dawa hizo ambazo zinaathiri uzalishaji wa mbegu zako za kiume. Kitu cha nne ambacho kinapelekea wewe kuzalisha mbegu chache ni magonjwa sugu kama sukari, magonjwa ya moyo, magonjwa ambayo nasema kama swala pressure au magonjwa ya figo. Kuna uwezekano haya magonjwa sio ya kuambukiza, non communicable chronic disease, yakasababisha wewe kuzalisha mbegu chache za kiume. Kwa hiyo hiki nacho kinasababisha kingine. Kwa wale wote ambao wanakuwa na changamoto ya magonjwa ya sugu, kuna uwezekano magonjwa haya yakafikia pale ambapo kupelekea wewe kuzalisha mbegu chache. Kwa mfano tunafahamu kama magonjwa ya kisukari unapelekea tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo kuna uwezekano pia ukiwa na tatizo la ugonjwa wa kisukari ukawa na zalisha pia mbegu chache ambazo hazitoshelezi kuweza kumpatia mwanamke mimba. Kwa hiyo hiki pia ni kisababishi cha nne ambacho tunataka kukifahamu. Cha mwisho hapa kwa upande wa matatizo ya kiafya, hapa kwa upande wa mhusika ni milija ya korodani kuweza kuziba. Kuna sababu nyingi zika sababu ya magonjwa, inaweza ikawa hizo masuala baada ya surgery, kwa kutokea vitu vya design hiyo. Kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea milija kuziba, lakini hapo imeziba, kuna uwezekano uzikao unazalisha mbegu siweze kutoka, au kama zitoka zikatoka kidogo ambazo ambukizi siweze kutosheleza kumpatia mwanamke mimba. Kwa hiyo blockage ya mishipa ambayo inasafirisha mbegu za kiume zinaweza kupelekea wewe kuendelea kuzalisha mbegu chache, ama kama utazalisha basi zikapatikana chache kwa sababu ile mishipa tayari iko blocked, kwa maana kwamba imeziba, haziwezi kupitisha mbegu za kutosha, ama mbegu haziwezi kupita kabisa. Hizi ndio sababu nyingine tena ambazo zinapelekea wewe kuweza kuzalisha mbegu chache. Kwa ufupi, kuna hizi ambazo nimesema za mtindo mbovu wa maisha, lakini kuna hizi za kundi la pili ambazo ni hali ya afya ya mwanaume, inaweza ikaathiri uzalishaji wa mbegu za kiume. Leo nitaje kufahamisha hayo, tuonane kwenye wakati mwingine ujao. Kwaheri.